Manispaa Musoma mkoani Mara yafichua watoto 122 wenye ulemavu walikuwa wamefichwa ndani na wazazi wao na kupatiwa vifaa vya usaidizi ili kuwawezesha kutembea na kusoma katika mazingira bora na jumuishi. Mkuu wa shirika lenye utata la Kimarekani lililopanga kupeleka misaada kwenye ukanda wa Gaza amejiuzuru ghafla, hatua inayoongeza wasiwasi katika juhudi za kuwafikia mamilioni ya watu wenye mahitaji katika ukanda huo. Na katika michezo, mashabiki wa Simba Sports Club wamesema wana imani na timu yao licha ya kutofanikiwa kubeba kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane jana. Ujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika habari usiku huu kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Philipina Ndwata, nitakuangazia habari za kutwa nzima ya leo, na katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye winga Teresa Witness Alano Singalawa. Mtazamaji karibu. Watoto 122 wenye ulemavu waliokuwa wamefichwa ndani na wazazi wao katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wameibuliwa kutoka majumbani na kupatiwa vifaa saidizi ili kuwawezesha kutembea na kusoma katika mazingira bora na jumuishi. Musa Makali ana ripoti kutokea mkoani Mara. Wape Elimu ni kampeni inayolenga kuongeza uelewa na kukuza ujumuishi wa watoto wenye ulemavu, na hata wao furaha wanahitaji kama tu watawezeshwa na kusaminiwa. St. Justin Foundation kwa kushirikiana na Conrad Hilton Fund for Sister wanaiunga mkono serikali, na hapa wanakabidhi vifaa saidizi kwa shule ya Nyarigamba A, Mwisenge A na B, Mwembeni ili kuhakikisha ndoto za watoto hawa wenye ulemavu zinatimia. Ya watoto watakao nufaika leo hapa na vifaa saidizi ni 122 kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano, kurahisisha movements zao kutoka mahala pamoja hadi mahala pengine, kuondoa unyanyapaa kwa watoto hawa wenye ulemavu, kwa sababu hiyo ndio changamoto kubwa inayowakabili hawa watoto, wanafichwa majumbani. Tuendelee kushirikiana ili watoto hawa wengi zaidi waweze kupata msaada. Wanafunzi na walimu ombi kwa serikali wanalitoa huduma za kuwatolea vifaa vya kuandika ni walemavu hawa hata huko vijijini ziweze kufika. Vitasaidia katika kusoma na vingine vitasaidia katika kuandika. Mfumo kwanza wa kusoma unakuwa mgumu kwao. Kwa hiyo sasa itaturahisishia sisi kuwapa maarifa ambayo walikuwa wawezi kuyapata kwa urahisi. Akikabidhi vifaa hivyo saidizi, mkurugenzi wa manispaa ya Musoma mkoani Mara anapongeza hatua hiyo, huku rai akiitoa kwa wanaoficha na kuacha kuwapeleka watoto shule wenye ulemavu. Anaandika kwa usaidizi wa hiyo meza maalum aliyopatiwa, anaweza kuandika vizuri kwa kutumia mguu wake. Kwa hiyo huo ni msaada mkubwa sana. Wajibu wa mzazi ni kuhakikisha kuwa watoto wanapata huduma stahiki. Muendelee kuwaibua, na wale ambao wataonesha kukaidi, hatua za kiserikali pia ziweze kuchukuliwa, kwa sababu sio kitu kizuri. Kutoka hapa manispaa ya Musoma hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Mkuu wa shirika lenye utata la Kimarekani lililopanga kupeleka misaada kwenye ukanda wa Gaza amejiuzuru ghafla, hatua inayoongeza mashaka kwenye juhudi za kuwafikia mamilioni ya watu wenye mahitaji kwenye ukanda huo. Mkurugenzi mtendaji wa wakfu wa kibinadamu wa Gaza, Jackie Wood, alisema siku ya Jumatatu Mei 26 kwamba amelazimika kujiondosha kwenye nafasi yake baada ya kutambua kwamba shirika hilo haliwezi kutimiza majukumu yake kwa namna inayoendana na misingi ya huduma za kibinadamu. Shirika hilo ambalo lina makao yake makuu mjini Geneva tangu mwezi Februari lilikuwa limeazimia kusambaza milo milioni 300 katika miezi mitatu ya mwanzo ya operesheni yake huko Gaza. Lakini Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa tayari yameshasema yasingeshirikiana nalo, huku kukiwa na tuhuma za kwamba linatumika na Israel. Jeshi la Uganda la watuhumu Wajerumani kwa kuchochea uasi kwa kuzungumza hatua hiyo inachochewa na Chawa asimangwa hadharani. Ujerumani yajibu hakuna ukweli wowote. Tupate undani wa taarifa hii.
Hatua hiyo inachochewa na kile serikali ya Uganda inadai kuwa mwenendo wa kuunga mkono upinzani na kuchochea ufisadi dhidi ya utawala wa Yoweri Museveni. Taarifa hiyo ilitolewa kupitia msemaji wa jeshi Chris Magezi, ambaye aliandika kwenye mtandao wa X kuwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF limeamua kusitisha mara moja shughuli zote za kijeshi na ulinzi na Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani. Muda mfupi kabla ya taarifa hiyo rasmi, alituma ujumbe mkali kupitia mtandao wa X akisema huyu balozi hafai kabisa kuiwakilisha Ujerumani nchini Uganda. Hii haina uhusiano na watu wa Ujerumani bali yeye kama mtu binafsi. Muhonzi ambaye pia ni mtoto wa Rais Museveni na anatajwa sana kuwa mrithi wa baba yake, anajulikana kwa matamshi yake ya uchokozi kwenye mitandao ya kijamii, akiwahi hata kuwatishia mabalozi wa mataifa magharibi. Taarifa zinaeleza kuwa mvutano ulizidi baada ya balozi Schell kutoa kauli kali katika mkutano kati ya wajumbe wa Umoja wa Ulaya na General Salim Salehe, kaka wa Rais Museveni, wiki iliyopita. Katika mkutano huo, Schell alikosoa vitendo vya Muhonzi akisema vinaathiri taswira ya Uganda na vinavuruga uhusiano wa kikanda. Shabani Mpute, Channel 10+. Wananchi waipongeza kampuni ya ujenzi ya ukarabati wa miundombinu ya usafirishaji na usambazaji wa umeme ETDCO baada ya kukamilisha ujenzi wa laini mpya ya umeme ya kilovoti 132 kutoka Ipole wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora hadi Inyonga wilaya ya Mlele mkoani Katavi. Pasco Emmanuel anatutaarifu zaidi. Ngumza na waandishi wa habari, baadhi ya wananchi wa wilaya ya Mlele wamesema kuwa wanaipongeza serikali inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunawapongeza kwa kutuletea umeme wa gridi ya taifa kwa wilaya hii. Maana hapo awali tulikuwa tunatumia umeme wa generator, tulikuwa tunapata shida ya kufanya kazi zetu kwa wakati, maana umeme ulikuwa unatusumbua, haukukidhi mahitaji yetu kwa wakati, maana ulikuwa unazidiwa nguvu na kukatakata kila mara. Kuombea Rais Samia Suluhu Hassan uendelee kutimiza majukumu yako kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pale ambapo unapambana moja kwa moja na tunaona matunda ya mapambano yako. Masawe ni kaimu mkurugenzi huduma za ufundi, ameweza kuwa wanatarajia siku ya Jumanne kuwasha umeme halmashauri ya Mpimbwe. Huku kaimu meneja mkuu Sadoki Mgendi amesema kuwa anaomba wananchi waendelee kulinda miundombinu ya umeme kutokana na serikali imetoa fedha nyingi kwa ajili ya kuwafikishia huduma hiyo. Kesho muda wa saa 4 tunatarajia kuweza kuingiza transformer ambayo tutaichaji na yenyewe bila kuwa na mzigo. Itakaa masaa 48 ambao matarajio siku ya Jumanne. Kwa hiyo masaa 48 itakuwa imekamilika kutoka kesho saa 4. Basi tutarajia kwamba wananchi tutaingiza fida kwa ajili ya kulisha kwa wananchi. Ni rai yetu pia kwa wananchi kwamba tunasisitiza waendelee kutunza miundombinu ya umeme, kwa sababu serikali inatumia nguvu nyingi na fedha nyingi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo. Sasa ni jukumu lao sasa mwananchi mmoja mmoja waanze kutunza miundombinu ya umeme. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Mlele mkoani Katavi, naitwa Pasco Emmanuel Katona wa Channel 10. Wananchi mkoani Ruvuma wametakiwa kujitokeza kwa wingi kuchangamkia fursa za uwepo wa madaktari bingwa na wabobezi walioweka kambi kwa muda wa siku 6 katika halmashauri 8 za mkoa huo ili kufanyiwa uchunguzi wa magonjwa mbalimbali kwa lengo la kuimarisha afya zao ili waweze kushiriki shughuli za maendeleo. Taarifa zaidi na Adita Nyoni. Wito huo umetolewa na Katibu Utawala Mkoa wa Ruvuma Mary Makondo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wakati wa mapokezi ya madaktari bingwa 48 wa magonjwa bobezi, ambapo amesema serikali tayari imeboresha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba pamoja na miundombinu ya kutolea huduma za afya. Hivyo matarajio ni kuona kambi hiyo inatoa fursa kwa wananchi kupatiwa huduma stahiki. Kwa hiyo tunaona utaalamu huu pia uwezeshaji mkubwa wa kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi na kuweza kufanya kazi zao za uzalishaji na kuchangia katika uchumi na pato binafsi pamoja na mchango katika pato la taifa. Tuhakikishie tu mtakapokuwa hapa mtakuwa imara zaidi kuliko mlivyokuja, maana hapa kila kitu kinapatikana, na tuwakaribishe sana katika maeneo yote ambayo umepangiwa
na Chama cha Mapinduzi kitakuwa bega kwa bega na wananchi kuwajulisha kwamba huduma zinapatikana katika maeneo yetu. Awali akieleza lengo la madaktari bingwa, mganga mkuu wa mkoa wa Dr. Lucy Chomboko na mwakilishi kutoka Wizara ya Afya wanasema wananchi wenye afya ni wenye tija katika uzalishaji mali nchini, huku mmoja wa madaktari bingwa wa watoto kutoka Hospitali ya Rufaa ya Dodoma akaeleza matumaini yao. Na moja ya mikakati ya serikali ya awamu ya 6 ni kuhakikisha kwamba wananchi hawa wana afya tele, wanashiriki katika shughuli za uzalishaji, lakini pia wanapata huduma stahili katika maeneo yao ili waweze kushiriki katika ustawi wa nchi yetu. Madaktari wetu watatoa mafunzo kwa watumishi walioko katika vituo hivi vya kutolea huduma, ni pamoja na kuwafundisha kuweza kutumia vifaa mbalimbali ambavyo vimewekwa katika hospitali hizo. Kuna mashine kama mashine za x-ray, na tuna matumaini kwamba tutakwenda kuwafikia wagonjwa wengi kwa sababu huduma hizi zitakwenda kuwagusa wale watu ambao hawakuwa na uwezo wa kuweza kupata huduma za kibingwa katika mazingira yao. Kutoka Ruvuma, Dita Nyoni, Channel 10. Naam, shukrani Dita Nyoni kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Andengenye amesema serikali imedhamiria kuendelea kuboresha miundombinu, vifaa tiba na kuweka makambi ya madaktari bingwa katika vituo vya afya na Hospitali ya Rufaa Maweni ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na kuimarisha afya zao. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Andengenye wakati wa uzinduzi wa kambi ya madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali katika Hospitali ya Rufaa ya mkoa Maweni, kambi ambayo itadumu mkoani hapa kwa siku 5. Kutoa huduma kwa zaidi ya wagonjwa 1200 katika kada zifuatazo: upasuaji wa jumla, huduma za watoto, huduma za mifupa, huduma za masikio, pua na koo, huduma za kibingwa za magonjwa ya uzazi. Dhamira kuu ya kambi ni kuhakikisha kwamba huduma za kibingwa zilizotajwa zinawafikia wananchi wa Kigoma kwa karibu zaidi, kupunguza rufaa zisizokuwa na lazima, kuongeza ufanisi katika utendaji wa hospitali yetu. Tuwakaribisha sana na ninawaahidi kwamba hospitali imejipanga vizuri katika kuwahudumia wananchi wote wa Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Andengenye anatoa wito kwa wananchi kutumia fursa hiyo ambayo imekuja kuwapunguzia wananchi changamoto ya kufuata huduma mbali na maeneo yao. Serikali ya awamu ya 6 chini ya kiongozi wetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inafanya kila jitihada kuboresha miundombinu ya afya pamoja na vitendea kazi, lakini pia kuongeza wataalamu katika sekta ya afya. Lengo ni kuhakikisha maisha ya kila Mtanzania yanazidi kuwa bora kila siku kwa kadiri tutakavyojaliwa. Sote tunatambua kwamba kuwapata wataalamu wa tasnia ya afya sio kazi nyepesi. Wakazi wa mkoa wa Kigoma wameshukuru serikali kwa kuwasogezea huduma za kibingwa mkoani hapa na kuwapunguzia gharama za kufuata huduma nje ya mkoa wa Kigoma. Muda mrefu natafuta nipate huduma za madaktari bingwa, nilikuwa sizipati. Baada ya kusikia tu taarifa, ndio nimekuja. Kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kwenda kama Bugando au Muhimbili. Ni muda mrefu vitu hivi nilikuwa sijaviona vinatokea. Ni jambo la kushukuru. Utaratibu huu naomba rais na kumshukuru uendelee. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Jeshi la polisi mkoani Geita limeanza msako wa kuwatafuta baadhi ya waganga wa jadi katika kata ya Nyakagomba wilayani Geita wanaodaiwa kuwalaghai wanawake wanaokwenda kutafuta huduma kwao kwa kuwanywesha pombe na kuwaingilia kimwili bila idhini yao kisha kuwarekodi. Taarifa zaidi na Mrisho Sadik. Kauli hiyo imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, wakati akizungumza na wakazi wa kata Nyakagomba kwenye ziara ya mkuu wa mkoa wa Geita, ambapo amesema mbali na waganga hao kuwafanyia ukatili huo, wamekuwa wakiwa rekodi kisha kuwatisha kuwaua au kusambaza picha hizo endapo watakwenda kuripoti. Na sasa hivi imeingia tabia mbaya zaidi kwenu nyewe waganga. Mnafanya zinaa na wake za watu kwa kuwadanganya mnawatibia. Na mbaya zaidi mnaenda mbali
mnawarekodi. Akitaka kukuacha unamwambia nitakuua. Ukiona vile unavyomtisha kumuua anakataa, haogopi, unaanza kumrushia zile picha ulizomlewesha madawa yako, ukamuingilia kimwili, ukimtishia kwamba utamdhalilisha. Katika ziara hiyo, wakazi wa kata hiyo wameiomba serikali kuwawekea transformer yenye uwezo wa kuendesha viwanda vidogo vya kuchakata mpunga, kwa kuwa iliyopo kwa sasa inashindwa kuhimili. Nimeamua kuanzisha kiwanda kidogo, ila kuna tatizo moja pale, na kiwanda kidogo cha kuchakata mpunga. Umeme ulitufikia, ila transformer ni ndogo ambayo haikidhi mahitaji. Miradi mingi ambayo imetekelezwa vijijini ilikuwa ni miradi ya REA, na transformer nyingi ambazo tulikuwa tunaziweka kwenye miradi hii ni transformer za saizi ya 50. Kwa hiyo ni kweli transformer hiyo ilikuwa imezidiwa, na kwa wilaya yetu ya Geita tulikuwa tuna transformer zaidi ya 206. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela akizungumza na wananchi hao amewahakikishia kuwa serikali itafanyia kazi changamoto hiyo pamoja na kufikisha nishati ya umeme kwenye kila kitongoji cha kata hiyo. Program tulionayo sasa ni kupeleka umeme kwenye vitongoji, na nataka niwahakikisheni, endeleeni kuipa ushirikiano serikali ya Rais Samia. Vitongoji vyote tutavipelekea umeme, na kila mwananchi atakayejenga nyumba akahitaji kupelekea umeme tutamuingizia umeme kwenye makazi yake. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Raia wa nchi mbili za Marekani na Ujerumani alikamatwa siku ya Jumapili jana kwa madai ya kujaribu kulipua ubalozi wa Marekani huko Tel Aviv, Israeli, kulingana na Wizara ya Sheria. Tupate taarifa zaidi. Maafisa walisema wamemkamata John Neimal mwenye umri wa miaka 28 katika uwanja wa ndege wa John F. Kennedy mjini New York. Alikuwa amerejeshwa na mamlaka ya Israel baada ya kupatikana na vifaa vya vilipuzi kwenye mkoba karibu na ubalozi huo. Bwana Neimal alifikishwa mahakamani Jumapili na anazuiliwa gerezani, wizara hiyo ilisema. Mshtakiwa huyu anashtakiwa kwa kupanga shambulizi baya lililolenga ubalozi wetu nchini Israel. Lilitishia vifo vya Wamarekani na maisha ya Rais Trump, mwanasheria mkuu wa serikali Pamela Bondi alisema. Tatu Msham, Channel 10 Plus. Na mtazamaji, unaendelea kufuatilia habari kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Filipina Ndwata. Twende mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na habari ya usiku huu. Channel 10 Plus. Na mtazamaji, tumerejea tena. Serikali ina mpango wa kurejesha sokwe katika hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Saanane ili kuvutia watalii wanaotembelea hifadhi hiyo mkoani Mwanza. Tupate undani wa taarifa hii. Mpango huo umeelezwa na mwenyekiti wa bodi ya udhamini ya hifadhi za taifa Tanzania TANAPA George Waitara wakati wa uzinduzi wa mradi wa mahema ya malazi katika hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Saanane. Zamani hapa kulikuwa na wanyama kama sokwe. Sokwe alikuwa hapa. Sasa alitoweka, si alikuwa ndani, pengine naye tunaweza tukamrudisha tena hapa. Atakuwa ni kivutio kimoja kizuri sana. Sio lazima kuwa na wanyama wengi, ni eneo dogo. Tutafuta wanyama ambao ni wachache lakini vivutio, watakuja watu wanafurahia. Nimeona pia kuna sehemu za burudani zingine hapo zinaanzishwa hapo. Kwa hiyo na hakika ikamilika itakuwa ni sehemu nzuri sana ya kupumzika. Kamishna msaidizi wa uhifadhi Dr. Tutindaga George amesema mradi huo hadi kukamilika umetumia shilingi milioni 276 ukihusisha ujenzi wa mahema 3 na samani za ndani. Kukamilika kwa ujenzi huu wa mahema 3 ya malazi kutaongeza thamani ya hifadhi, kukuza utalii wa ndani kwa ujumla na kutoa fursa ya kukuza utalii wa matukio, yani event tourism. Uwepo wa mahema haya ni chachu kubwa katika kuchochea aina hii ya utalii, ikiwemo sherehe mbalimbali kama vile harusi, kuvalishana pete za uchumba, honeymoon, shangwe za sikukuu, retreat pamoja na siku za wapendanao. Kimekuwa ni kiu yetu kubwa kuwa na
aina hii ya zao la utalii ndani ya kisiwa cha Sanane. Sisi kama wadau wa utalii mara nyingi tumekuwa tukiukosa kitu cha ziada cha kufanya ndani ya kisiwa cha Sanane. Kwa maana tulikuwa tu na utalii unaoitwa day trip. Lakini sasa tuna zao jingine la kujivunia kwamba mtalii wetu anaweza kulala ndani ya kisiwa cha Sanane. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Tanzania imetajwa kuwa nchi yenye amani na mazingira rafiki katika kuwavutia wawekezaji wazawa na wageni kutoka nchi mbalimbali kufanya shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Taarifa zaidi na Epimarcus Apolinari. Meneja wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC kanda ya nyanda za juu kusini Fidelis Obanga amesema hayo kwenye maonyesho ya kibiashara Mbeya Expo, na kwamba licha ya Tanzania kuwa na amani imejenga miundombinu mizuri ya uwekezaji. Kwamba hatubagui wawekezaji. Wawekezaji tunawahitaji. Tunawahitaji kwa sababu mwekezaji wa nje na wa ndani wote wana save majukumu matatu makubwa. Cha kwanza ataleta ajira, lakini vile vile atalipa kodi, lakini cha nne ataongeza tunaita social impact, social economic impact, kwa maana kwamba jamii inayomzunguka huyo mwekezaji na yenyewe inanufaika kulingana na uwekezaji ule. Baadhi ya washiriki wa maonyesho hayo wamekiomba kituo cha uwekezaji Tanzania TIC kuongeza kasi na wigo wa utoaji wa elimu kwa jamii ili kufahamu namna bora ya uwekezaji, huku mitaji ikitajwa kuwa sehemu ya changamoto kwa wananchi. Najifunza mambo mengi. Kwanza kuna wajasiriamali wengi. Pia katika kituo chetu tumejifunza mambo jinsi kituo chetu kinavyoendeshwa kwa ajili ya uwekezaji. Alafu tunakutana na watu wengi wa kutoka sehemu mbalimbali, lakini wanakosa mitaji na elimu ni bado ni ndogo sana. Watoe elimu kwa wananchi. Vijana wengi sana wanahamasika kuwekeza, vijana wengi sana sasa hivi wanachakalika kwa namna tofauti. Wengine wanapenda kulima, wengine wanapenda kuwekeza kwenye viwanda vidogo, lakini muamko unakuwa mdogo. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimarcus Apolinari, Channel 10+. Jeshi la Kujenga Taifa JKT limetoa wito kwa wazazi na walezi nchini kuwapa fursa vijana wao kushiriki mafunzo kwa mujibu wa sheria. Mwandishi wetu Roda Simba anatutaarifu zaidi. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na kaimu mkuu wa tawi la utawala kutoka Jeshi la Kujenga Taifa, Kanali Juma Mrai, wakati akizungumza na kituo hiki kuhusu umuhimu wa ushiriki wa vijana kwenye mafunzo ya mujibu wa sheria. Wito wangu kwanza kwa wazazi na walezi, wawaruhusu vijana waje kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kijana atakayekuwa amerudi baada ya mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa hawezi kuwa kijana yule ambaye ameondoka wakati kwenda kwenye mafunzo ya Jeshi la Kujenga, atakuwa amebadilika. Pia tunaomba vijana, kwa sababu sisi hapa tunawaandaa sasa, kwa sababu sasa ndio wanaenda kwenye makuzi, wanaenda vioni, au wengine labda watapata ajira. Kwa hiyo wataona itakavyokuwa, watakuwa wako tofauti na kijana ambaye hajapitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Hapa Kanali Mrai anaelezea maandalizi ya mafunzo hayo pamoja na utaratibu wa kujiunga. Utaratibu ni kwamba mujibu wa sheria hawafanyi application, hawatumi maombi. Ni sisi tunachukua majina yao kutoka Baraza la Mitihani la Taifa. Tunawachukua tu kutokana na majina ambayo tumepata kutoka Baraza la Mitihani la Taifa. Tuko tayari kwa sababu tumefanya maandalizi, mahanga yapo ya kutosha, miundombinu mingine ambayo inahitajika iko ya kutosha. Licha ya mafunzo hayo ya mujibu wa sheria kuchukua vijana wa jinsia zote, mkurugenzi wa utumishi kutoka Jeshi la Kujenga Taifa JKT Kanali Fridolina Kamaze akatoa wito kwa vijana wa kike kujitokeza kwa wingi. Tunawasisitiza vijana wa kike wajitokeze pia kati ya wale watakaokuwa wamechaguliwa kujiunga na mafunzo, waje kufundishwa namna ya kujiamini, namna ya kuweza kufanya kazi bila kusukumwa, bila kusimamiwa na mtu yoyote. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10.
Mrajisi wa vyama vya ushirika Tanzania Bara amesema katika kipindi cha mwaka 2024-25 hadi mwezi Februari mwaka huu vyama vya ushirika vinavyolima zaidi zao la tumbaku vimenunua na kusambaza kwa wakulima jumla ya pembejeo zenye thamani ya shilingi bilioni 596 ili kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Tupate undani wa taarifa hii. Akiwasilisha salamu za mrajisi wa vyama vya ushirika kwenye jukwaa la 3 la maendeleo la vyama vya ushirika mkoa wa Singida, mwakilishi wa mrajisi huyo Bi Grace Mwangande amefafanua kuwa katika kipindi cha mwaka wa fedha wa 2023-2024 vyama vya ushirika vimenunua na kusambaza pembejeo zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 307.47 ikiwa ni ongezeko la zaidi ya shilingi bilioni 289.13 ambazo ni sawa na asilimia 51.5. Sasa kwenye eneo la ununuzi na usambazaji wa pembejeo hadi kufikia mwezi Februari 2025, jumla ya pembejeo zenye thamani ya shilingi bilioni 596,906,631 zilinunuliwa na vyama vya ushirika na kusambazwa kwa wakulima katika msimu wa 24-25 au huu msimu ambao unamalizika, ikilinganishwa na pembejeo zenye thamani ya shilingi milioni 307 na pointi hapa kwa mwaka 23-24. Kwa hiyo tunaona kwa mwaka huu wa nyuma kidogo kulikuwa kuna changamoto, lakini tunavyoenda mbele tunazidi kupanda kutokana na hizi mipangilio yetu iliyojiwekea ya kuboresha usambazaji wa pembejeo katika vyama vya ushirika. Lengo kubwa ni kuhakikisha wakulima wa tumbaku wanapata maslahi yao na pia kuwaendeleza, kuwainua kiuchumi na kuongezea kipato. Lakini cha pili ni kuongeza uzalishaji wa kilimo cha tumbaku katika mkoa wetu wa Singida. Nikizungumzia watoke kwenye kilo 1,200,000 kwa mwaka kwa vyama vyetu ambavyo tulivyokuwa navyo hadi kufikia 2,000,000. Lakini pia kuhakikisha tunatatua changamoto ambazo zinakabili wakulima zikiwemo malipo ya mapema hasa wakati wa masoko. Sisi kama Premium tumejipanga ni kwamba mkulima anapofanya masoko yake ndani ya siku 14 anakuwa ameshalipa pesa yake kwenye vyama vya msingi kwa ajili ya kuendelea na msimu unaoendelea. Akifungua jukwaa la 3 la maendeleo ya vyama vya ushirika mkoa wa Singida, mkuu wa mkoa wa Singida Bi Halima Omar Dendegu akabainisha kwamba vyama vya ushirika vinashiriki kikamilifu katika ujenzi wa ulimwengu ulio bora katika ukuaji wa sekta ya kilimo kupitia katika vyama vya ushirika wa mazao. Tunapoimarisha ushirika, tukaimarisha uzalishaji, ina maana tunaenda kuimarisha mapinduzi ya viwanda na hatimaye kuweza kuinua kipato, kuongeza ajira, lakini pia serikali kupata fedha kupitia tozo mbalimbali. Ushirika oye! Ushirika safi! Lakini pia wameweza kuweka maazimio ambayo yataenda kusolve changamoto zao, na mimi kama ofisi ya mrajisi msaidizi mkoa wa Singida nitasimamia maazimio hayo ili kuhakikisha kwamba yanatekelezwa, na kama alivyosema mgeni rasmi, ifikapo mwakani, yani tuwe tumepiga hatua kupitia maazimio hayo yawe yametekelezwa kwa kiasi ambacho tutaweza na kuweza kuongeza idadi kubwa ya wanachama. Singida ni mkoa ambao ushirika unahitajika. Na ni kwa nini ninasema hivyo? Sisi mkoa wa Singida katika uzalishaji wetu wa mazao, sisi miaka yote tumekuwa tukizalisha kwa ziada. Sasa tumekuwa tukizalisha, kwa mfano tu mwaka jana tumezalisha kwa ziada ya tani 446.7. Nikiripoti kutoka mkoa wa Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Mwenge wa Uhuru umeanza kukimbizwa mkoani Lindi kwa muda wa siku 6 ukiwa na lengo la kukagua na kuzindua miradi 59 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 22.4, huku miongoni mwa miradi hiyo ikiwa ni ujenzi wa miradi ya madaraja iliyoathiriwa na mvua zilizonyesha hivi karibuni. Ahmed, tupate undani wa taarifa hii.
Akizungumza katika mapokezi yaliyofanyika katika shule ya msingi Madangwa iliyopo halmashauri ya Mtama, mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telak amesema miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa madaraja, barabara, shule, vituo vya afya na mradi wa vijana waendesha bodaboda walionufaika na mkopo wa 10% wa halmashauri. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, Mwenge wa Uhuru tuliokabidhiwa leo utakimbizwa kilomita 99.7 na kutembelea jumla ya miradi 59. Miradi 19 itawekewa mawe ya msingi, miradi 6 itazinduliwa na miradi 34 itatembelewa. Mwenge wa Uhuru utapata nafasi ya kupitia madaraja ambayo Mheshimiwa Rais anayajenga kwenye mkoa wetu wa Lindi. Ni madaraja ambayo yalibebwa na mvua kutokana na kimbunga Hidaya. Miradi yote hii ina thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 22.4. Kiongozi wa mbio za Mwenge Ismail Usi ameridhishwa na utekelezaji wa miradi hiyo ikiwemo ujenzi wa shule ya sekondari Panga Tena iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 500, kituo cha afya Panga Boy kilichogharimu zaidi ya shilingi milioni 600 na mradi wa vijana, huku akisema kuwa yoyote inaonyesha ishara kuwa serikali imedhamiria kumkomboa mwananchi. Mwenge wa Uhuru umeridhia kuweka jiwe la msingi la kituo cha afya. Sisi binafsi wakimiza Mwenge wa Uhuru kitaifa tumejionea mradi mkubwa na wa kisasa ambao kwa kweli utaenda kuwasaidia wananchi wa eneo hili moja kwa moja. Mimi binafsi nimekagua katika kituo hichi. Kwa kweli kituo kimezingatia mahitaji na huduma kwa wananchi wa eneo ambao wapo katika eneo hili. Wananchi wetu walikuwa wakifuata huduma ya afya maeneo ya mbali, jambo ambalo lilikuwa linapelekea ugumu wa kufika katika maeneo hayo, lakini pia tulikuwa tuna riski hata vifo vya mama wajawazito pamoja na watoto wachanga. Leo hii kwa mapenzi aliyokuwa nayo Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na viongozi wetu hawa, kwa kweli wamefanya kazi kubwa ya kuleta huduma ya kituo cha afya ndani ya maeneo yetu. Wananchi wa jimbo la Mtama akiwemo mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Nape Nnauye wamempongeza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ya utekelezaji wa miradi nchini. Watoto wa kata hii ya Panga Tena walikuwa wanalazimika kutembea kilomita 5 kwenda na kilomita 5 kurudi kijijini kwao hapa kufuata elimu ya sekondari. Rais Samia alituelewa, akatuletea hizo milioni zaidi ya 500 na sekondari sasa inaendelea kukamilika. Tunapata kituo kikubwa kama hichi hapa, tunatarajia kwamba huenda serikali itatupa madaktari wa kutosha, huduma zitakuwa nzuri na za kutosha. Kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru mwaka huu inasema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Na shukrani Ahmed Nandonde kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, nahitimisha sehemu ya kwanza. Zifuatazo muda mfupi ujao utakuwa na Witness Alanu Singalawa au Awiza Muita Winga Teresa kukufahamisha mengi zaidi katika upande wa habari za michezo pamoja na burudani. Namna hivyo mwanamichezo, ni siku nyingine tena, Mei 26. Karibu tujuzane masuala mbalimbali ya kimichezo na burudani. Shukrani za dhati ziende kwako Filipina Ndwata kwa kunipa kijiti kuendelea kudunda dunda viwanjani. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Karibu. Na moja kwa moja wachezaji wa klabu ya Simba wamerejea Dar es Salaam hii leo wakitokea Zanzibar, ambapo jana walicheza mchezo wa pili wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane huko nchini Morocco, ambapo walipoteza ubingwa kwa kupigwa magoli 1-1 ambao kwa ujumla ni goli 1-3. Muda mfupi tu baada ya kuwasili katika bandari ya Dar es Salaam wakitokea Zanzibar, kikundi cha mashabiki wa Simba kimeipokea timu hiyo huku wakiimba nyimbo za kumlaumu refa Dahane kuwa ndiye amesababisha timu yao kupoteza hapo jana. Mashabiki wa Simba wamemtaja refa Beida Dahane kutoka Mauritania ni kuwa ndio sababu ya timu yao kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya RS Berkane katika mechi ya pili ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika hapo jana kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Matokeo hayo yameifanya RS Berkane itoe ubingwa wa ushindi wa mabao 3-1 ikinufaika na ushindi wa mabao 2-0 iliyopata katika mechi ya kwanza ya fainali, mchezo ambao ulichezwa kwenye uwanja wa Manispaa ya Berkane nchini Morocco Mei 17 mwaka 2025. Simba
imeshika nafasi ya pili kwenye fainali hizo na kombe la shirikisho Afrika kwa mwaka 2025. Nikiwa bado na taarifa hiyo ya mnyama Simba, mashabiki wa Simba baada ya kumalizia kwa mchezo huo wa mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane uliochezwa jana, wamesema bado wana imani kuwa na timu yao kwa kuwa imefanya vizuri katika michuano hiyo licha ya kutofanikiwa kubeba kombe hilo, na hawa hapa wanafunguka. Tunaweza tukajisifu pia tulipofikia ni sawa, sababu hata malengo ya Simba yalikuwa ni kufika hatua ya nusu finali. Hii ilikuwa kama ni bonus tu, lakini uongozi ufanye inafanya kama nataka kubeba ubingwa kweli kweli, ijaribu kutafuta wachezaji ambao ni professional kweli kweli. Nyonge, mimi nilichogundua mpira wa Afrika bwana una mambo mengi sana. Mpira wa Afrika itakiwa ujiandae uwanjani tu. Mpira wa Afrika unataka ujiandae nje pia. Umeelewa? Yaani mpira wa Afrika una mambo mengi meusi. Yaani refa anakuja uwanjani yuko upande mmoja. Swadai kangalau tumekosa kombe, swadai kitu yani. Sababu kwanza mafanikio yetu tulikuwa tunajua sisi tutaishia robo finali huko chini huko. Lakini watu walijua walichokikuta na walichokiona tofauti na ilivyokuwa. Kwa tunamshukuru sana Mungu. Kadi ya njano ile nini umetunyongonyesha sana. Kadi nyekundu ile. Umetunyongonyesha sana. Inauma sana ni. Farika tutoa mchezoni kwa kutoa ile red card moja. Pili, timu yetu tunajenga, tumefikia malengo kiufupi. Hatukufanikiwa kuchukua ile kombe tu. Ila ushauri tu kwangu mimi kwa kocha, kuna muda asiangalie majina, angalie performance ya mechi. Wadau zaidi ya 800 wa sekta ya utalii kutoka mataifa zaidi ya 500 wanatarajiwa kushiriki katika maonesho ya kimataifa ya Karibu Kili Fair 2025 yatakayofanyika kwa siku 3 mfululizo kuanzia Juni 5 hadi 7 jijini Arusha, yakiwa na lengo la kuchochea ubunifu, uwekezaji na ajira kwa vijana katika sekta ya utalii. Zaidi na Jamila Omar. Maonyesho haya yanatazamwa kama jukwaa la kimataifa la kukuza ushirikiano wa sekta binafsi na ya umma katika kuendeleza utalii wa Tanzania, sambamba na juhudi kubwa za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kupitia filamu maarufu ya The Royal Tour. Kuwaleta watu wote kuja kujifunza kuhusu utalii na kuja kujionea Tanzania ili waweze kuleta watalii kwa wingi. Na lengo kubwa ni kusupport initiative za Royal Tour za Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu kuhakikisha kwamba tunatoka katika namba tulionayo kwenda kwenye target ya tourist milioni 5 miaka michache ijayo. Katika kuelekea maonyesho haya, benki ya CRDB kupitia kanda ya kaskazini imetangaza huduma mpya ya mikopo kwa sekta ya utalii, ikiwa ni mkakati wa kuchochea uwekezaji na ubunifu katika utoaji huduma bora kwa watalii. Leta rasmi kwa wadau wa utalii huduma yetu mpya ya mikopo ya utalii katika sekta ya malazi. Tunaita CRDB Tented Camp, ambayo inafanyika na ambapo kwa kiwango cha kuanzia shilingi milioni 1 mpaka milioni 500 unaweza kupata bila dhamana. Maonyesho haya yana mchango mkubwa sana katika sekta ya utalii kwa sababu ni maonyesho ambayo yanawakutanisha wafanyabiashara ya utalii na wanunuzi wa bidhaa za utalii. Kwa hiyo kwenye mchanganyiko huu basi shughuli kubwa zitafanyika na biashara kubwa itafanyika kuhusiana na mambo ya utalii. Karibu Kili Fair 2025 inatarajiwa kuwa tukio lenye mvuto wa kimataifa litakaloliweka jiji la Arusha na Tanzania kwa ujumla katika ramani ya juu ya utalii duniani. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila Omar kutoka jijini Arusha, na taarifa hiyo inanipeleka viwanjani kimataifa. Kunani kimataifa? Tuungane na msimulizi wetu kufahamu kinagaubaga yale ambayo yamejiri katika medani za kimataifa. Ni wasawa habari za michezo kimataifa. Klabu ya Real Madrid ya nchini Hispania imemtangaza rasmi Xavi Alonso kuwa kocha mkuu wa timu hiyo. Alonso ambaye ni mchezaji wa zamani wa klabu hiyo amesaini mkataba wa miaka 3 hadi Juni 2028 akichukua nafasi ya Carlo Ancelotti anaenda kuifundisha timu ya taifa ya Brazil. Alonso mwenye umri wa miaka 43 anarejea Santiago Bernabeu baada ya mafanikio makubwa akiwa kama kocha wa Bayer Leverkusen ambapo alishinda Bundesliga bila kupoteza mechi yoyote na kutoa taji la Ujerumani.
Taarifa ya Real Madrid ilisema klabu ina furaha kubwa kumpokea tena Alonso ambaye historia yake kama mchezaji na kocha inalingana na malengo ya Real Madrid. Tunaamini Alonso ataleta mafanikio makubwa katika timu hii. Alonso anatarajiwa kuwasilishwa rasmi mbele ya mashabiki leo hii katika kituo cha mazoezi cha klabu hiyo. Kazi ya kwanza ya Alonso itakuwa kwenye kombe la dunia la klabu Juni 2025 nchini Marekani, ambapo Real Madrid itashindana na vilabu kama Al Hilal ya Saudi Arabia. Itakumbukwa Alonso alichezea Real Madrid kuanzia msimu wa 2009 hadi 2014 akishinda ligi ya mabingwa, La Liga na Copa del Rey. Na sasa tuhamie katika langalanga. Katika mbio za magari ya langalanga, Lando Norris ameibuka mshindi wa Monaco Grand Prix mwaka huu 2025 hapo jana. Mbio hizi zilifanyika katika mitaa ya Monte Carlo hapo jana, zimekutanisha madereva wakali duniani, huku Norris wa McLaren akiongoza kutoka mwanzo hadi mwisho akishinda kwa mara ya pili msimu huu. Ushindi huu pia ni wa kwanza kwa McLaren katika mbio za Monaco tangu mwaka 2008. Katika nafasi ya kwanza ni Lando Norris wa McLaren, nafasi ya pili ni Charles Leclerc wa Ferrari, huku Oscar Piastri wa McLaren akimaliza katika nafasi ya 3. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa. Asante golikipa wa kisasa Eden Bahati kwa mkusanyiko huo wa medani za kimataifa. Na sasa ni ule wasaa wa burudani. Burudani, wana mitindo na wana sanaa mbalimbali nchini wameaswa kushiriki mazoezi ili waweze kujiweka sawa kiafya na kiakili, lakini pia kutokana na kazi zao waweze kutengeneza miili yao na kuongeza muonekano wao kwa ujumla. Hayo yameelezwa na Atu Joni, mkurugenzi wa Black Path Model Africa, wakati wa mazoezi mbalimbali kwa wanamitindo wa sanaa nyinginezo za miondoko ambao wanapaswa kushiriki kutokana na mahitaji ya sanaa zao wanazozifanya. Muhimu sana kujitunza mwili wako. Ili uweze kufanya kazi vizuri, lazima uwe healthy, uwe huna magonjwa. Kwa hiyo yani ukisema unachukua muda kufanya mazoezi. Mazoezi sio gym peke yake, mazoezi sio marathon peke yake. Kuna mazoezi mengi ambayo unaweza kufanya ambayo hata wewe binadamu ama wewe mwenyewe kama mwanamitindo, na nisema mwanamitindo na include kila mtu, designer na stylist, lazima ujue kujitunza mwili. Sasa kama wanamitindo of course wanatakiwa wawe yani waweke mwili imara, uwe imara ili zile nguo wanazovaa ziweze kuwakaa vizuri, lakini pia kwa afya yao tu ya mwili wenyewe kama ambao kwa sababu hizi kazi zao ni kuhusiana na muonekano wa mwili. Models, mazoezi yana faida nyingi. Mazoezi yanaupa mwili nguvu, pia yanafanya mwili unakuwa flexible, yani kwa mfano models wanaohusika katika kutembea kwenye majukwaa yanawapa mwili nguvu ya kuweza kutembea, kwa sababu pale unapotembea unatakiwa uwe na energy ya kutosha. Nyingi sana. Na ina depend na ina gani ya modern category uliopo. Kwa mfano kama runway hutakiwi kuwa na mwili mkubwa, labda wale wa plus size, ila kwa mfano wa runway hawa kawaida unatakiwa usiwe na mwili mnene, ujiweke in shape, mwili misuli ikae vizuri, au usiwe na tumbo. So kwa mara nyingine tena Tanzania iko kwenye ramani ya dunia, ambapo msanii Abigail Cham ameteuliwa kuwania tuzo kubwa ya BET 2025 kipengele cha Best International Act. Tuzo ya BET mwaka 2025 zinatarajiwa kutolewa Juni 9 mwaka huu huko nchini Marekani. Kufuatia hilo, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, pia ni msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa, ameomba Watanzania kumpigia kura kwa wingi msanii wa muziki wa kizazi kipya Bongo Flava Abigail Cham maarufu kama Abi Cham ili ashinde tuzo ya BET anayoiwania. You know, ni nini ambayo nitaenda kuongea na watu? Yes, kwenye red carpet. Yeah, my name is Abigail Chams. I'm from Tanzania. The beautiful land of Kilimanjaro. The Serengeti. Akija Marekani, Mwingereza, nitaongea naye Kiingereza, nitatangaza nchi, nitawakilisha nchi yangu. Nitajitahidi kuhakikisha kwamba nawakilisha nchi yangu na culture yangu, not just from the way nimevaa manini, lakini just the fact kwamba mimi ni Mtanzania ambayo niko proud kutoka Tanzania. You know, kwa hiyo it's just a matter of the way ambayo unaongea kuhusu nchi yako. That's what hiyo ndo plan yangu. You know, the way that I will talk about Tanzania, the place that I'm from, and why it's incredible and why it's amazing. Though that I believe no jinsi ambayo nitawakilisha and kwa unyenyekevu mkubwa na kuja mbele yako kukuomba tuungane Watanzania wote na wapenda muziki wa Tanzania kumpigia kura binti yetu Abigail Abi Chams ambaye anawania tuzo za BET. Tunachotakiwa kufanya ni kitu rahisi kabisa.
twende kwenye ukurasa wa BET International ambao hapa chini nimeutag. Kisha nenda kwenye picha ya Abigail Abichams na ukalike picha hiyo. Ukifanya hivyo utakuwa umepiga kura, umempigia kura binti yetu ili aweze kushinda tuzo ya BET na kuwa mwanamke wa kwanza kushinda tuzo hiyo. Tumebakiza siku moja tu. Twendeni kwa maelfu, kwa mamilioni, tumpigie kura nyingi Abigail Abichams. Hii ni ya kwetu, inawezekana kuja kuleta heshima kwa nchi yetu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tayari amempigia kura Abigail Abichams. Wewe unasubiri nini? Haraka. Sasa hivi ukiona ujumbe huu, nenda kwenye ukurasa wa BET International ambao nimeutag, nenda ka like picha ya Abigail Abichams, utakuwa umempigia kura na Tanzania tutashinda tuzo hii ambayo italeta heshima kubwa kwa Tanzania, heshima kubwa kwa muziki wa Tanzania na heshima kubwa kwa binti yetu mdogo kabisa ambaye anakuja kulijenga taifa letu kupitia muziki. Asanteni sana wote ambao tayari mmepiga kura na wale ambao bado, haraka tudeni tukapige kura, tumwezeshe binti yetu kushinda tuzo hii. Namna hivyo harambee zikiendelea kuhamasisha Watanzania wengine kumpigia mwanamuziki wetu Abby Cham katika tunzo ya BET ili aweze kufanikisha na kurejesha heshima ya taifa letu. Na namna ya kumpigia kama kawaida, unaenda katika ukurasa wa Instagram ambao wa BET Africa, kisha like picha ya Abby Cham. Kwa kufanya hivyo tu tayari utakuwa umefanikisha kumpigia kura mwanamuziki wetu kutoka Tanzania. Kwa namna hivyo naenda kuhitimisha na zile ambazo zinabamba kunako mitandao mbalimbali ya kijamii. Na hii mtandaoni hii leo inatoka nchini Uganda, mieleka ya asili kutoka nchini humo maarufu kama soft ground. Hii imevuma ulimwenguni na kujipatia umaarufu kwa mamilioni ya watazamaji huko mitandaoni. Wacheza mieleka wanaochipukia hupigana kwenye uwanja wenye matope na kuvutia magwiji wa WWE kama vile Cody Rhodes ambaye hivi karibuni aliwajengea uwanja maalum wa mieleka ili tu iwasaidie safari yao ya kufanikisha yale ambayo wanayapigania. Kiuhalisia mchezo huu unafanywa katika matope ya mvua, lakini wapiganaji wanapewa matumaini mapya kwa vijana wachanga ili waweze kupambania kile ambacho wanakiamini. Wanamieleka hawa wengi wao ni yatima ama wale ambao wanalelewa na mzazi mmoja, na mara nyingi wanategemea zaidi wafadhili na watu wenye mapenzi mema kwa ajili ya kuishi, kwa kuwa hawalipi chochote, hawana mshahara. Na kwa sasa tayari wana uwanja maalum wa mieleka ambao wanautumia iwe wanawake ama wanaume, ili mradi tu kuwapa burudani watazamaji ambao wanaupenda mchezo huu wa mieleka huko nchini Uganda, na zaidi ni mchezo wa mieleka ambao unachezwa katika tope. Na ndivyo ambavyo natamatisha ile yote ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa, nikurejeshe kwake Fipi na Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Naam, Winga Teresa, Witness Yalano Singalawa, ndivyo ambavyo anatamatisha habari hizo za michezo pamoja na burudani. Na mtazamaji, nami sina la ziada kutokea hapo. Ulikuwa nami Filipina Ndwata ambaye nilikuangazia habari za kutwa nzima ya leo, na zifuatazo sasa mtazamaji ni utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwa saa 24 zijazo, na nikutakie pia usiku mwema. Kwa heri. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inakuletea utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, kadhalika katika maeneo ya Ziwa Nyasa. Wakati huo huo, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika maeneo yote ya Bahari ya Hindi, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa hadi kufikia mita 2 katika kimo. Hivyo wakazi wa maeneo ya mwambao wa pwani pamoja na watumiaji wa Bahari ya Hindi ni vema kuchukua hatua stahiki. Usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo mengi hapa nchini tunatarajia kuwa ni makavu, isipokuwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam kwa pwani kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache. Wakati maeneo ya Lindi, Mtwara kutakuwa na mvua nyepesi. Siku ya kesho ni kwamba bado maeneo ya ukanda pwani ya kaskazini kunatarajia kuendelea kuwa na hali ya mvua, na hivyo basi Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania imetoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa vinavyotarajiwa kuwepo katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba
Pemba, juu ya Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, na wakazi wa maeneo hayo ni vema kuchukua hatua stahiki kutokana na kuwepo kwa vipindi fupi vya mvua kubwa. Maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu, Mara pamoja na maeneo ya Pakaneo, na maeneo hayo kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro na maeneo ya Morogoro, pia katika maeneo ya Lindi, Mtwara, maeneo haya kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika sehemu chache. Maeneo ya Singida, Dodoma, maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, Ruvuma, maeneo haya yanatarajia kuwa ni makavu kwa wastani. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, naitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.